Habari za wakati huu msikilizaji wa A3 FM, karibu katika taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Kedmon nikikuletea habari muhimu za kitaifa na kimataifa. Kwanza ni muktasari wake. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan leo amehudhuria sherehe za uapisho wa rais mteule wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni zilizofanyika jijini Kampala, Uganda. Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema serikali ya Zanzibar inatarajia kutoa vibali vya ajira mpya vya mwaka wa fedha 2026-2027 kwa sekta ya afya ili kupunguza uhaba wa madaktari na wauguzi. Halmashauri zote 184 nchini zimetakiwa kuhakikisha mapato yatokanayo na shughuli za usafi na udhibiti wa taka yanatumika moja kwa moja kuboresha huduma hizo pamoja na kuimarisha mazingira. Na Waziri Mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani amesema Iran haipaswi kutumia mlango wa bahari wa Hormuz kwa silaha ya kuyatisha mataifa ya Ghuba. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan leo amehudhuria sherehe za uapisho wa rais mteule wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni zilizofanyika jijini Kampala, Uganda. Ushiriki wake ni kielelezo cha kuendeleza uhusiano wa kindugu na kihistoria kati ya Tanzania na Uganda unaojengwa katika misingi ya umoja, mshikamano, ujirani mwema na ushirikiano wa kikanda. Tanzania na Uganda ni washirika wa karibu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakiendelea kuimarisha ushirikiano katika nyanja za kidiplomasia, biashara, uwekezaji, nishati, uchukuzi, kilimo na viwanda. Rais Museveni ameapishwa kuiongoza Uganda kwa muhula mwingine wa 7 baada ya kushinda uchaguzi mkuu uliofanyika mapema Januari 15 mwaka huu. Zanzibar. Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema serikali ya Zanzibar inatarajia kutoa vibali vya ajira mpya katika mwaka wa fedha 2026-2027 kwa sekta ya afya ili kupunguza uhaba wa madaktari na wauguzi. Amesema hayo katika kongamano la kwanza la kisayansi la wauguzi lililoambatana na maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani lililofanyika katika hoteli Verde Zanzibar. Rais Daktari Mwinyi amesema serikali itaendelea kuwekeza zaidi katika kuboresha huduma za afya ili kuhakikisha wananchi wanapata matibabu. Amesema kuwa serikali itaendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya afya ikiwemo ujenzi wa hospitali mpya ya Mnazi Mmoja pamoja na hospitali ya saratani Binguni ili kuimarisha mafunzo ya watumishi. Dodoma. Halmashauri zote 184 nchini zimetakiwa kuhakikisha mapato yatokanayo na shughuli za usafi na udhibiti wa taka yanatumika moja kwa moja kuboresha huduma hizo pamoja na kuimarisha mazingira. Agizo hilo limetolewa jijini Dodoma na Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe katika mkutano wa mwaka wa tathmini ya utekelezaji wa afua na udhibiti wa taka ngumu. Amesema hatua hiyo inalenga kuongeza ufanisi na ukusanyaji na usimamizi wa taka huku ikihimiza jamii kuanza kutizama taka kama rasilimali yenye thamani ya baada ya mzigo wa mazingira. Amesema halmashauri zote zinapaswa kutenga na kurejesha 10% ya mapato yatokanayo na shughuli za udhibiti wa taka ili kuviwekeza vitengo vya usafi wa mazingira kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Na katika habari za kimataifa, Doha. Waziri Mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani amesema Iran haipaswi kutumia mlango wa bahari wa Hormuz kwa silaha ya kuyatisha mataifa ya Ghuba. Ametoa kauli hiyo katika mkutano wa pamoja na waziri wa mambo ya nje ya Uturuki Hakan Fidan, washirika wa karibu na kupatanisha muhimu katika mazungumzo yanayohusisha Irani, Marekani na Pakistan. Amesema kwamba mataifa ya Ghuba yameathirika kwa kiasi kikubwa na mashambulizi ya Irani, ambapo Tehran imekuwa ikivilenga vituo vya kijeshi vya Marekani pamoja na miundombinu muhimu. Kuzuia kwa mlango huo muhimu wa bahari ambapo karibu 20% ya mafuta na gesi asilimia duniani hupitia kungekuwa na athari kubwa kwa mataifa ya Ghuba ambapo uchumi wao ungetegemea mauzo ya nishati. London. Serikali ya Uingereza inaendelea kukumbwa na mtikisiko wa kisiasa baada ya naibu waziri wa Wizara ya Sheria Alex Davis Jones kutangaza kujiuzuru kwa ishara ya kupinga uongozi wa Waziri Mkuu Keir Starmer. Katika barua aliyoandika Starmer, Davis Jones amesema kuwa walistahili kufanya juhudi zaidi. Kwa masikitiko makubwa wameamua kuachia wadhifa wake. Kujiuzuru kwake kunamfanya kuwa afisa wa 3 kuondoka ndani ya muda mfupi baada ya naibu waziri mwingine pia kutangaza kujiuzuru kwa sababu zilizotajwa kuwa kutoridhishwa kwa uongozi wa Starmer. Jesse Phillips ambaye pia alitangaza kujiuzuru amesema hawezi kuendelea kuhudumu nchi ya uongozi wa sasa kwa sababu haoni mabadiliko yaliyoyatarajia. Tehran. Matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yamepungua baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa usitishaji wa mapigano wa Iran uko katika hali mbaya. Trump ametoa kauli hiyo wakati Iran ikikataa pendekezo la Marekani na kuumaliza mzozo huo na baada yake kusisitiza masharti ambayo rais huyo wa Marekani aliyataja kuwa masharti yasiyokuwa na maana yoyote. Kwa upande wake Iran imetangaza vita visitishwe katika maeneo yote ya mapigano ikiwemo Lebanoni ambapo mshirika wa Marekani Israel anapambana na wanamgambo wa Hezbollah. Tehran imesisitiza mamlaka yake juu ya mlango bahari wa Hormuz, fidia kwa uharibifu wa vita pamoja na kuondolewa kwa vizuizi vya jeshi la wanamaji la Marekani miongoni mwa masharti mengine. Na huo ndio mwisho wa habari. Tuangazie tena muktasari wake.
Rais Daktari Samia Suluhu Hassan leo amehudhuria sherehe za uapisho wa rais mteule wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni zilizofanyika jijini Kampala, Uganda. Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema serikali ya Zanzibar inatarajia kutoa vibali vya ajira mpya vya mwaka wa fedha 2026-2027 kwa sekta ya afya ili kupunguza uhaba wa madaktari na wauguzi. Halmashauri zote 184 nchini zimetakiwa kuhakikisha mapato yatokanayo na shughuli za usafi na udhibiti wa taka yanatumika moja kwa moja kuboresha huduma hizo pamoja na kuimarisha mazingira. Na Waziri Mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani amesema Iran haipaswi kutumia mlango wa bahari wa Hormuz kwa silaha ya kuyatisha mataifa ya Ghuba. Na hapo ndipo tumefikia tamati ya taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa zaidi endelea kutufuatilia kupitia A3 FM na mitandao yetu ya kijamii, anwani ni A3. Mimi ni Sofia Kedmon, asante na kwaheri.